Zitto Kabwe acharuka na kuwa msaliti asidi, avuruga upinzani. Ujambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe ameibua mjadala mkali wa kisiasa baada ya kutoa ujumbe mzito na ulenga moja kwa moja vyama vya upinzani nchini. Kauli yake imetolewa wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika mkoani Kigoma na umechukuliwa na wachambuzi wa siasa kama wito wa dharura kwa wapinzani wa kubadilisha mkakati wao wa kisiasa na kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Katika kauli yake Zitto ameweka wazi kuwa muda wa siasa wa maeneo ama wa maneno na malalamiko umekwisha. Ameeleza kwa wananchi wa Tanzania wanataka kuona matendo halisi yanayoleta mabadiliko na sio maneno ya majukwani yasiyo na matokeo. Kauli imeibua mijadala mitandaoni na miongoni mwa wafuasi wa vyama vya siasa, kwani imeonekana kama changamoto ya wazi kwa wapinzani wengine kuacha lawama na kuanza kuonyesha matokeo yanayoweza kushawishi wapiga kura. Amefafanua kuwa ili upinzani uwe wa maana na ushindani wa kweli, unapaswa kuja na ajenda zenye mashiko zinazoweza kupimika na kuleta mabadiliko ya kivitendo. Zitto ameonyesha dhamira ya chama chake na kuendelea kusimamia maslahi ya wananchi wanyonge, kupambana na mifumo kandamizi, kushinikiza sera zinazolenga kuboresha maisha ya watu wa kawaida. Kauli yake inapokelewa kwa hisia kali na wafuasi wake, huku wengi wakiona kama hatua ya kuamsha upinzani wengine ambao mara nyingi hujikita kwenye malalamiko ya siasa na majukwani bila kutoa suluhisho la moja kwa moja kwa matatizo ya wananchi. Wachambuzi wa siasa wanasema Zitto anajaribu kuonyesha kwamba ACT Wazalendo iko tayari kuchukua nafasi ya uongozi na kutoa suluhisho la kisiasa lenye kuleta matokeo badala ya maneno matupu. Wito huu unakuja wakati ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 yanaendelea na vyama vyote vya siasa viko kwenye harakati za kuweka mikakati ya kuwashawishi wapiga kura, na kauli ya Zitto inaweza kuwa ishara ya mwanzo wa mabadiliko yale ya kimkakati miongoni mwa vyama vya upinzani, hasa ikiwa watalazimika kuonyesha mipango madhubuti ya maendeleo badala ya kushindana kwa maneno. Wanaharakati wa kisiasa na wachambuzi wanasema huu ni wakati muhimu wa vyama vya upinzani kujipanga ili kuhakikisha vinakuwa na nguvu ya kushindana na chama tawala kwa hoja zake zenye uzito. Kauli ya Zitto inaweza kuwa kuongoza ama inaweza pia kuongeza msukumo wa kisiasa Kigoma na maeneo mengine ambapo ACT Wazalendo ina mashiko makubwa. Kwa ujumla, hatua ya Zitto Kabwe inatafsiriwa kama wito wa dharura kwa wanasiasa upinzani kuunganisha nguvu, kuacha malalamiko na kuanza kufanya siasa za vitendo zitakazoweka historia mpya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Hii ni Kenyascope na tunakujuza kwa undani siasa na matukio yanayobadilisha mustakabali wa Afrika Mashariki. Endelea kutufuatilia kwa uchambuzi wa kina na taarifa za kipekee.